Kwanza kabisa, bismillahirrahmanirrahim, nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa kunijalia kuwa na siha na afya njema, na leo na mimi kuipata kuchangia wizara hii muhimu, wizara ya vijana. Kama ambavyo mwenyekiti amesema kwamba hii ni wizara yetu sisi wengine, kwa sababu bado tupo katika umri wa vijana. Kwa hiyo naamini kwamba wazee wetu waliotutangulia, mzee Mrembo, mzee Mahfudhi, hata kama uzee anaukimbia, wametutendea haki kwa kuumwa na maendeleo ya vijana. Sasa mimi kabla ya kuanza mchango wangu, na kwa sababu ni siku ya vijana na mimi niko kwenye kundi la vijana na naumwa na haya mambo, nitangaze kuzuia mafungu mpaka pale nione majibu ambayo yatatoka kwenye mafungu haya kweli yana mustakbali na mwelekeo wa maendeleo ya vijana. Kwa hiyo kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye fungu kubwa la 055 ninazuia fungu P02 na fungu P03. Ninazuia fungu P02 ambalo linahusiana na programu ya maendeleo ya vijana, lakini P03 ninazuia fungu hili ambalo linahusiana na ajira za staha na maendeleo ya ushirika. Lakini pia nitazuia kwenye fungu 105 nitazuia fungu P02 ambalo linahusiana na mikopo hili la ZEA. Kwa hiyo fungu hili la uwezeshaji wananchi kiuchumi nitazuia, na nitaeleza sababu za kuzuia kwangu. Niseme kwa sababu mimi ni kijana na kuja kuwakilisha hapa vijana, licha kwamba nawakilisha wananchi wangu wa jimbo la Ole, lakini pia nimezuia mafungu haya kwa sababu ya mustakbali mwema wa vijana, na naamini kwamba vijana wanafurahi na wanaridhika na uwakilishi wetu hapa tunaowakilisha kama vijana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze mchango wangu sasa kwa kuanza kwenye swala zima la ajira. Hapa Mheshimiwa Mahfudhi amesema kwamba zipo slogan, wengine wanasema kazi na utu, wengine wanasema kazi na bata. Mimi naamini zaidi kwenye hii kazi na bata. Hapa imeshawahi kusemwa kwamba kijana wa Kizanzibari huwezi kwenda kumchimbisha mtaro wa shilingi 5,000. Nadhani ilishawahi kusema. Kwa hiyo nimejikita mchango wangu kwenye eneo langu la kwanza, kwenye eneo hili la nafasi za ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo matatizo mengi kwenye eneo hili la ajira, hususan kwenye ajira hizi za sekta binafsi. Zipo kauli hapa ambazo zimekuwa zikizungumzwa na mawaziri mara kadhaa kwamba vijana wa Kizanzibari hawahitaji kazi, ni wavivu. Mimi niseme kauli hii mnatukosea sana sisi vijana. Mnatukosea sisi sana sisi vijana. Sio kweli kwamba vijana wa Kizanzibari hawahitaji kazi. Sio kweli kwamba vijana wa Kizanzibari ni wavivu, isipokuwa vijana wa Kizanzibari wanahitaji kazi zenye staha, kazi zenye heshima na zinazoendana na utamaduni wa Kizanzibari. Sasa unasema kwamba kijana wa Kizanzibari hataki kazi na ni mvivu na hapendi kazi, unakwenda kumchimbisha mtaro kwa shilingi 5,000 kweli? Hakuna kijana wa Kizanzibari atafanya hiyo kazi. Hakuna. Ni kwa sababu, na hakuna kwa sababu haiakisi. Mheshimiwa Asef, samahani, ni kwamba zimebakia dakika zako 10 pale ukutani. Ile saa ina matatizo, lakini natumia huku ili mambo yaende vizuri. Kwa hivyo usije kaona nimekustopisha ukasema nimekuwa na khiana ya kutoa dakika. Angalia, naomba uangalie. Asante sana, endelea. Bado dakika 10 na zilinda dakika zako. Naamini kwa sababu ya ujana wangu utaniongeza 5. Asante. Sasa huwezi ukamlazimisha ukamteka